السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ndugu zangu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehema na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ali zake na masahaba zake na wale wote ambao wanakubali kutumia wakati wao kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuifahamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna yoyote ile ambayo wameafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tu yenye kheri, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie, awe pamoja nao na abariki juhudi zao, awasamee makosa yao wanayofanya katika jitihada hizo, na tunamuomba waingize katika rehema yake kwa fadhila zake, kwani yeye analiweza hilo na ni muweza wa kila kitu. Ndugu zangu, tangia wakati uliopita tulisoma kitabu chetu hiki katika mukaddima, kitabu cha al-40 fi al-ahkam lil-Hafidh al-Mundhiri rahmatullahi alayhi, kitabu kilichokusanya hadithi 40 zinazozungumzia hukumu mbalimbali katika dini cha Imamu Mundhiri. Kitabu hiki kama tulivyotanguliza mwanzo, tulitaja baadhi ya fawaid, kwamba asili ya kutungwa kwa kitabu mtu aliomba kiandikwe kwa ajili ya kustafidi kutokana na kitabu hicho, tena kiondoshwe zile sanadi, na Sheikh akafanya hivyo na akatuandikia hadithi zilizokuwa sahihi ndani yake, na asilimia kubwa au karibia zote tu amezitoa katika sahihi mbili, katika sahihu al-Bukhari na katika sahihu Muslim. Na tukasema kwamba kwa asilimia kubwa ametoa katika sahihu Muslim, na tulitoa illa katika hilo. Kisha tukazungumza kwa nini maulama walihamasika kulifanya hili, ni kupitia hadithi ile ambayo imekuja kwa riwaya nyingi na zote ni dhaifu, lakini tukasema kuna hadithi nyingine yenye ilikuwa sawa, na hapo tukazungumzia kuhusiana na hukumu ya hadithi dhaif na namna gani inaweza kutizamwa katika mtizamo wa elimu ya hadithi. Kisha tunaomba kuongezea maneno kidogo hapa. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tuliyaona wakati uliopita. Tunaongezea katika hayo kwa kusema kwamba hadithi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaweza kuziweka katika namna 4 au 5, hadithi zote kiujumla. Hadithi zilizotoka kwa Mtume zitakuwa baadhi yake zimekuja kwa sura ya adabu, yani zimekuja kufundisha adabu tu za maisha ya kawaida. Anaamrisha au kukataza ndani yake, lakini si kwa ajili ya kuhalalisha au kuharamisha, bali ni kwa ajili ya kujulisha ni jambo gani lilokuwa bora katika adabu za kawaida. Kisha hadithi nyingine zinakuja kwa ajili ya ahkam kama ambazo tuko nazo. Hadithi zinazokuja katika ahkam zinataka kusema hii ni halali, hii ni haramu. Hivyo ndivyo zilivyo. Hadithi hizo zinahalalisha na kuharamisha, na nitabainisha hivi punde kwamba zinafanywa kazi vipi hadithi za mwanzo na hukumu zake zinakuaje, na hadithi hizi za pili nilizotaja hapa, na namna ya tatu katika hadithi tunakuja kukutana na historia, mambo ya Banu Israili walifanya kadha, Banu Israili walifanya kadha, habari za umma zilizotangulia. Hadithi zitakapokuwa katika namna hii pia zinakuwa na hukumu yake. Na aina nyingine zinakuja kuelezea, lakini sio matukio yaliyopita, ni matukio yajayo ya ghaib ambayo bado hayajatokea, hasa mambo ya siku ya kiyama au mambo yatakayotokea katika fitna baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka. Hii ni aina nyingine ya hadithi. Hizo ni baadhi ya aina. Kwa hiyo ukija kuona hadithi zimekuja kwa ajili ya kuzungumzia adabu, hizo hazihalalishi na kuharamisha, isipokuwa kama ni jambo zuri liloelekezwa ndani yake litakuwa ni mustahabu. Kulifanya jambo hilo ni bora sana kuliko kuliacha.
Japokuwa ukiliacha hutopata madhambi, ila ukilifuata ukalitekeleza utakuwa katika njia iliyokuwa bora zaidi, na hutakiwi kuliacha kama utakuwa una uwezo wa kufanya. Itakuwa ni bora kwa sababu ni maelekezo ya Mtume, na Mtume anatuelekeza katika mambo mazuri. Aina ya pili tumesema ni ipi? Ya kuhalalisha au kuharamisha, ndani yake kuna ahkamu mbalimbali. Hii inamwajibikia kila Muislamu atekeleze, inawajibika, isipokuwa atakapokuwa hawezi, na asilimia kubwa amri ndani yake huja kwa kuwajibisha na kukataza baadhi ya mambo. Hiyo ni aina ya pili. Aina ya tatu ambayo tumesema ni Israiliyat, ndani yake kunakuwa na habari za Bani Israili zilizotangulia. Aina hii ya hadithi hukumu yake inavyokuwa, kwa asilimia kubwa, kwanza hizi hadithi zinavyokuja kwa namna hii utakuja kuzikuta zina udhaifu sana katika sanadi zake. Zikitujia hadithi za namna hii, kwa asilimia kubwa hatusadikishi wala kuzikadhibisha. Sisi tunasema tunaamini yote yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu ni haki, na kama tukio hili litakuwa ni haki, basi na sisi tulikubali. Kama ni baadhi, tutakuwa tumelipinga. Kwa hiyo la nusaddiqu wala nukadhib, na asilimia kubwa zinakuwa ni si zenye sanadi ya sawa. Zikiwa na sanadi ya sawa kwamba imethibiti kwamba Mtume amesema kweli, basi tutasadikisha. Aina nyingine ni habari za siku ya Kiyama ambazo zinafanya takwif, kuwahofisha watu, na zitaingia na nyingine ambazo hazina habari ndani yake, ila zina maonyo mbalimbali kuhusiana na adhabu za akhera. Hii pia ni aina nyingine ya hadithi. Sasa sisi aina tulokuwa nayo hapa ni ya hukumu mbalimbali za kisheria, na tumesema shekhe katika kitabu hiki tunaanza kusoma hadithi ya kwanza insha Allah. Tutakuwa tunatoa ufafanuzi kidogo kidogo, na kwa asilimia kubwa hatutotegemea kusoma neno kwa neno kutokana na hali ya vitabu baadhi ya wakati, na shekhe anavyokuwa anaandika baadhi ya wakati huwa kuna baadhi ya lugha huwa anazitumia za usul. Akitumia usul sana, inawezekana wengi katika wahudhuriaji wakatumia muda mwingi kufafanua maana ya lile neno na asielewe, kwa sababu elimu zina tadarruj. Kuna hatua mtu anapitia, hatua ya kwanza, ya pili hadi ya mwisho. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo unaweza kutumia jitihada kubwa sana na asifahamu. Tutajitahidi kufahamishana kwa lugha ambayo sote tunaielewa, tunaifahamu insha Allah taala. Hicho tunachokikusudia. Tunaenda kusoma moja kwa moja alhadithul awwal, hadithi ya kwanza. An Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la yaqbalu Allahu salatan لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. كتابه أنوليزنا كتاب غاني، كتابني الأربعين في الأحكام الحافظ المنذري رحمة الله عليه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كتوكك عبد الله بن عمر الله سبحانه وتعالى أورثيه وتوويلي يeye na baba yake. Qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie juu yake, yaqulu, akisema la yaqbalu Allahu salatan, Mwenyezi Mungu haikubali swala yoyote ile, bighairi tuhurin, pasi na tahara. Swala yoyote ile ambayo itaswaliwa lakini msajiji wake hajawa katika tahara katika namna fulani, basi swala yake hiyo haitokubalika. Wala sadaqatan min ghululin, wala sadaka iliyotolewa kwa mali iliyochumwa kwa chumo lisilokuwa la halali. Tutafafanua insha Allah, kwa sababu ghulul tumetafsiri hivyo, lakini asili ya neno ghulul ni mali iliyochukuliwa baada ya watu kupigana katika miji ya kikafiri. Kabla mali haijagawanywa, mtu atakapochukua, basi mali hiyo huwa inaitwa imechukuliwa kwa njia ambayo ni ya ghulul, kwa njia iliyokuwa ya khiana. Naam, afwan jamani, hatusomi tauhidi, tunasoma al-40 fi al-ahkami ya Hafidh al-Mundhiri, na sababu ustadhi wetu kidogo ana dharura leo, ustadhi Abu Naufal. Kwa hiyo tumeona sio vibaya kuingiza faida nyingine itakayokuwa inawezekana
hadi atakapokuwa amepata fursa insha Allah taala. Kwa hiyo na tunaomba tulipokee somo ambalo lipo mbele yetu, kwa sababu maustadhi wetu baadhi ya wakati wanakuwa kazi zinawabana kutokana na majukumu mbalimbali ya kimaisha. Kwa hiyo yule ambaye atafanikiwa wakati huo kuwa na nafasi ndiye atakayekuwa anashika ile nafasi ya mwenzake kwa ajili ya kufanyaje kukava pale ambapo. Naam, kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika hilo, na taraji insha Allah tutakuwa tumelipokea biidhnillah. Tujitahidi kusikiliza kwa umakini, tutapata faida insha Allah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, la yaqbalu Allahu salatan, Mwenyezi Mungu hakubali swala yoyote ile. Hii inakuwa ni nakra fi siyaqin nafi, ambayo inakuwa inafidisha umum kwa wale ambao ndugu zetu wanafahamu mambo haya. Mtume aliposema hakubali swala yoyote, maana yake ni yoyote kweli. Je, katika hiyo yoyote vipi ikiwa ni sunna ya kablia? Allah huenda akaikubali ukiswali bila udhu? Haikubali, kwa sababu imeitwa pia ni swala. Je, vipi kuswalia maiti bila ya udhu? Haikubaliki, kwa sababu pia ile ni swala. Lakini kama sio swala basi itakubalika. Lakini yoyote chochote kitakachoitwa swala kama hakijapatikana tahara ndani yake hakitokubalika. Tahara hiyo ni ipi? Tahara inaweza ikawa sehemu ambapo mtu anaswalia panawajibika kuwa tahara, lakini pia tahara inawajibika katika mwili wa huyu mswaliji kwa namna mbili. Mwili wake uwe umesafika kutokana na najis au hana najisi yoyote katika mwili wake. Pia mwili wake uwe umesafika kutokana na hadath. Najis inaweza kuondolewa katika mwili kwa kukusudia na kwa kutokusudia. Najisi hiyo kwanza inaweza kaa katika nguo au katika mwili. Ikiwa katika nguo, basi pia swala haitakubalika hadi najisi hiyo itoke katika ile nguo ambayo mtu yuko nayo, ambayo najisi katika asili yake inaweza ikaondoka hata kama mtu ameiondosha bila ya nia. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen alibainisha hili vizuri. Kama vile kwa mfano ameanika nguo yake, baada ya kuwa imepata najisi ameiweka nje, ikanyeshwa na mvua, najisi ikaondoka, basi itakuwa nguo yake iko tahara. Hata pia najisi itakapokuwa imemwingia katika mwili, ikiondoka kwa namna yoyote ile, atahesabika kwamba yuko tahara. Ama kuhusiana na udhu, kuhusiana na hadathi, inapokuwa imeingia katika mwili haitaondoka isipokuwa kwa nia. Ikiwa ni janaba au mtu kutokuwa na udhu, ambayo hii inaitwa hadathi ndogo. Hadathi kubwa ni mtu kuwa na janaba, na hadathi ndogo ni mtu kutokwa na udhu. Hizi hadathi hazitoondoka isipokuwa mtu awe ametia nia. Ndio maana aima akina Abdullah bin Mahdi wametia mkazo sana, kila atakayeandika kitabu basi aanze na kitabu kinachosema na hadithi inayosema innamal a'malu binniyat, kama ambavyo amefanya al-Imam al-Allama Amirul Mu'minin fil hadith Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahmatullahi alayhi katika kitabu chake cha Sahih. Ameanza na hadithi hiyo. Imam an-Nawawi katika 40 an-Nawawiyya ameanza pia na katika Riyadhus Salihin, na maimamu wengine mbalimbali wameanza na hadithi hiyo innamal a'malu binniyat, kwa sababu inaingia katika kila mlango. Imamu Shafi'i ametoa faida nyingi na amesema inaingia katika milango mingi zaidi hadithi hiyo, lakini Sheikh hapa hajaanza nayo katika kitabu chake. Huenda ikawa hajaanza nayo kwa sababu anataka kwamba mtu atakapomaliza kuhifadhi 40 Nawawiyya ndio ipo atakapokuja katika kitabu hiki. Kwa hiyo atakapoiandika hadithi ile kama vile ni ziada fulani, hali ya kuwa imeshaandikwa katika kitabu kile ambacho ni kitabu cha kwanza kinachopendekezwa zaidi kuhifadhiwa kabla ya kitabu hiki. Ameataja Sheikh Abdul Salam Shuair katika sharh yake. Naam, kwa hiyo tahara inawajibika katika kiwiliwili. Ili iweze kupatikana tahara kutokana na hadathi, inawajibika nia, kisha mengine yatafuata. Lakini ikikosekana tahara, basi swala ya mtu haitokubalika kwa namna yoyote ile. Wala sadaqatan min ghulul, wala pia sadaka haiwezi kukubalika, sadaka ambayo ndani yake mali iliyotumika kutoa sadaka, ikiwa mali hiyo si halali, basi mali hiyo itaendelea kuwa sadaka hiyo haitokubalika kutokana na mali hii kuwa ni haramu. Hivi ndivyo vilivyo baadhi ya ikhwa huwa wanafanya kitu kimoja.
Anaweza akatafuta mali kwa njia yoyote bila kujali ni halali au ni haramu. Bali baadhi ya watu katika baadhi ya nchi wanahamasishana, uza hata madawa ya kulevya, uza bangi, uza pombe, kisha si utatubu na utachukua mali nyingi, utatoa sadaka, utajenga misikiti. Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukubali sadaka yoyote ile iliyotolewa kwa mali iliyokuwa ni ya haramu. Ikiwa kweli mtu amechukua katika ngawira ya vita kabla haijagawanywa, akachukua akasema kwamba hii ni mali yangu, au akaichukua kwa udanganyifu au kwa khiana au kwa wizi au kwa biashara ya haramu, basi mali hiyo itaendelea kuwa ni haramu. Naam. Hadithi hii amepokea Imamu Muslim. Kwa hiyo ni hadithi ya kwanza katika kitabu chetu, na inshallah tunaingia hadithi ya pili. Alhadithu thani, hadithi ya pili. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah jina lake ni Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Pokea hadithi takriban 1570 na 4 hivi takriban. Huyu Abu Hurairah radhiyallahu anhu amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 7 katika vita vya baada ya vita vya Khaybar, ndipo ambapo alienda kwa Mtume. Ameishi na Mtume takriban miaka 4, lakini katika wakati huo akahifadhi hadithi nyingi sana, hadithi nyingi zaidi, na hata baada ya Mtume kuondoka akapata faida kupitia maswahaba. Na amesema nimefungua vyombo viwili, nimepewa vyombo viwili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vyombo hivyo viwili nikafungua kimoja, kingine sikukifungua. Ningekifungua cha pili huenda ningekatika koo langu. Yani kwa maana amehifadhi hadithi za namna mbili. Baadhi yao wanasema ni hadithi za namna mbili, nyingine za hukumu mbalimbali, nyingine zinazungumzia fitna, kwamba ni fitna gani itatokea wakati gani na nani atakayehusika katika fitna hiyo. Aina hii ya hadithi akawa hajazisimulia kwa kuogopa kwamba hata kama atasimulia bado kile kitu kitatokea na yeye atadhurika kwa kusimulia hadithi hizo kutokana na watawala wabaya. Lakini aina ya pili ndo zile ahkamu mbalimbali amezibainisha Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hii ni maana ya kwanza. Lakini maana ya pili ya kusema ningesimulia hadithi zote ningekatika koo langu, Sheikh Abdussalam Shuairi anasema kukatika koo lake maana yake hadithi za Mtume ni nyingi sana, hata kama angejitahidi vipi asingeweza kuzimaliza, angedhurika tu kwa kuendelea kusimulia. Lakini almuhimu kama hajasimulia yeye, wengine wamesimulia. Naam, Abu Hurairah sasa anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha stayqadha ahadukum min nawmihi, atakapoamka mmoja wenu kutoka usingizini mwake. Kama mtu anaamka kutoka usingizini, fala yaghmis yadahu fil ina'i, basi asizamishe, asiingize mkono wake, sio asiingize, asizamishe mkono wake katika chombo, hata yaghsilaha 3, hadi atakapouosha mara 3. Asiingize mkono. Umeamka kutoka usingizini, unaenda moja kwa moja unaingiza mkono wako kwenye ndoo ya maji, unaingiza mkono wako kwenye maji. Mtume amekataza jambo hilo. Fa innahu la yadri aina badat yaduhu, hajui, kwani kwa hakika yeye hajui mkono wake ulilala wapi. Aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha stayqadha ahadukum min nawmihi, atakapoamka mmoja wenu kutoka katika usingizi wake, hii inajumuisha usingizi wa aina yoyote ile. Lakini ulama akatuelekeza akasema, usingizi uliokusudiwa hapa ni usingizi ambao kwanza unautengua udhu, uwe ni usingizi kweli bimaana alkalima. Lakini maana ya pili wakasema pia usingizi huo sio tu unautengua udhu, bali unatakiwa pia uwe ni wa usiku, japokuwa maulama wengi wanasema hata wa mchana. Lakini al-Imamu Ahmad na wafuasi wanaomfuata wanaona kwamba hii habari ni ya usiku tu na sio mchana, na sababu ya kusema hayo ni qaidi iliyokuwepo katika hadithi, vidhibiti vilivyokuwepo katika hadithi vinavyoonyesha hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema asizamishe mkono wake kwenye chombo kwa sababu hatambui mkono wake ulilala wapi, walbaituta la yakunu illa fil layl. Hii bata, kitendo hiki huwa hakiwi isipokuwa kwa usiku, kama vile hajui mkono wake ulikesha wapi.
Kukesha haiwezi kuwa ni mchana. Kukesha maana yake ni usiku. Kwa hiyo mtu anatakiwa akiamka kutoka usingizini auoshe mikono yake mara 3 kabla hajaingiza kwenye chombo. Amri hii baadhi yao wanaona kwamba ni istihbab, ni mapendekezo, kwa sababu ni katika milango ya hadithi za adabu. Ndio maana nilitangulia kutoa maelekezo yale ambayo niliyatoa mwanzo kwamba hadithi zinagawanyika katika hali kadhaa katika hukumu zinazokuja katika hadithi hizo. Kwa hiyo ukijua hadithi hii inaingia wapi, ni hadithi ya hukum, ni hadithi ya adabu, ni hadithi ya nini, utaelewa. Kama vile baadhi ya watu wanaamini kwamba kula kwa mkono wa kulia ni sunna, ukiamua unakula wa kushoto tu. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hapana, si sawa sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la taakulu bishimali, usile kwa mkono wa kushoto, kwa sababu shetani anakula kwa mkono gani? Kwa mkono wa kushoto. Kitendo cha kumfananisha mtu anayekula kwa mkono wa kushoto na shetani, maana yake sio adabu tu ya kawaida, ni jambo zito linaloingia katika hukumu nyingine. Kwa hiyo hivyo hivyo hapa hukumu ya kuingiza au ya kufanyaje, ya kuosha viganja kabla ya kuingiza kwenye maji, hukumu yake sio istihbab, sio kwamba inapendeza tu, bali inawajibika kufanya hivyo, kwa sababu kwa asili ya kawaida huwa inapendekezwa mtu wakati wowote anapokuwa anataka kutia udhu, kabla hajaingiza mkono wake katika chombo, anapendekezwa kuosha mara 3, kuosha viganja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kuiambatanisha hukumu hii ya kuosha viganja, alipoiambatanisha na mtu kuamka kutoka usingizini, inaonekana hukumu hii sio hukumu ile ya kawaida ya kuosha viganja wakati wowote unapotaka kutia udhu kabla hujavizamisha kwenye chombo. Kisha jambo lingine linaloonyesha kwamba sio tu kwamba inapendeza bali inawajibika ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa sababu kwa kusema, hakika mmoja wenu hajui mkono wake ulikesha wapi usiku. Hii inaonekana kuna hukumu ya ziada, na sababu ya haya inawezekana kweli mkono umepita ukashika sehemu mbalimbali katika mwili, ukashika najisi mbalimbali katika mwili. Allah ndiye anayetambua zaidi. Jambo likiwa ni hivyo, basi natakiwa afanyaje? Aoshe kwanza viganja vyake kabla ya kuviingiza katika chombo. Na hii hukumu ni tofauti na mtu ambaye alikuwa hajalala, anajua kwamba viganja vyangu vilikuwa hapa na hapa. Je, ikitokea sasa mtu ambaye amelala usiku akaamka alfajiri akazamisha viganja vyake kwenye nini? Kwenye chombo, akawa amehalifu amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwaje? Jambo la kwanza, kufanya hivyo ni makosa. Kama amefanya kusudi, basi amefanya makosa kwa sababu anakhalifu amri ya Mtume. Na ustadhi wetu jana Abu Rayyan hafidhahullah wa ra'ah alizungumza hapa, akatutilia irabu ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, na watukue tahadhari sana wale wanakhalif amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mithluhu al-mufrad idh yudhafu fafahamu hudida ar-rushd ma yudhaf. Imam Abdurrahman Nasir Saadi katika manzuma al-qawaid al-fiqhiyya anasema mufrad itakapokuwa ni mudhafu huwa inaweza ikachukua umum, ikachukua umum. Naam. Kwa hiyo anaposema an amrihi, kukhalifu amri yoyote ya Mtume, kukhalifu amri yoyote ya Mtume, anayekhalifu achukue tahadhari sana, anaweza akafikwa na fitna au akafikwa na adhabu iumizayo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha hapa, kwa sababu katika hadithi kuna mambo mawili, kuna makatazo na kuna maamrisho. Alichokikataza ni mtu kuingiza mikono yake kwenye chombo bila ya kuiosha. Alichokiamrisha ni kuiosha mikono yake mara 3. Sasa haitakiwi kwa Muislamu yoyote kwa kukusudia kabisa kwamba mimi Mtume kasema lakini mimi sijali, akakhalifu amri ya Mtume akaingiza viganja vyake kwenye maji bila kuosha, basi atakapofanya hivi atakuwa amefanya makosa. Lakini je, maji yatanajisika au hayatanajisika? Wanachuoni wa fiqhi hapo wakakhtalifiana katika kauli kadhaa. Baadhi yao wakasema yatanajisika na yatawajibika kumwagwa. Baadhi yao wakasema hayatanajisika na mtu atayatumia kawaida. Na kauli ya tatu ni ya kati na kati, inayosema kwamba inapendeza kuyamwaga. Hiyo ya tatu amepita Imamu Ahmad bin Hanbali. Waliosema kwamba yanawajibika kumwagwa haya maji, wanasema kwa sababu Mtume amesema la yadri aina batat yadu, mtu hajui mikono yake imekesha wapi huo usiku wote, ilikuwa inafanya nini mwilini.
hajui, inawezekana imeshika najisi kweli. Sasa kama imeshika najisi kweli, akaingiza mikono hiyo kwenye chombo chenye maji yaliyokuwa chini ya qullatain, je, huoni kama kitu hiki kitapelekea kuyanajisisha maji na maji yale yatakuwa ni najisi na hayafai kutumika? Hivyo inawajibika kuyamwaga. Aliyesema kwamba haifai kuyamwaga wala hakuna tatizo lolote, amesema katazo hili limekatazwa, lakini hata ukisema kama mikono inatembea sehemu mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, je, itakuwaje kwa mwanadamu ambaye labda amefanya istinja vizuri, amejisafisha vya kutosheleza, mwili wake uko safi, hata kama mikono yake itakuwa imeshika wapi, hakuna najisi sasa kushasafika? Kwa hiyo hakuna maana ya kumwaga, ila tukatazo la Mtume hatujui ndani yake kuna hukumu gani. Inawezekana ni mambo ya taabudi, ni mambo ya kiibada tu ambayo hatujui illa ndani yake, sababu yake. Kama vile umeelekezwa kurukuu, usujudu mara 2, usimame tena, ufanye kadha wa kadha. Kwa nini nifanye hivi? Yani nataka kufahamu kwa nini. Kwa sababu Allah ametaka hivyo. Wengine wakasema ni mazoezi. Mazoezi kakwambia nani mazoezi? Mazoezi yapo mengi bwana, tutajim basi hatutoswali. Hapana. Hii ni amri ya Allah imekuja, haulizwi kwa nini kaamrisha. Sisi ni waja wake tunaosikiliza na kutii. Kwa hiyo hata tulipoambiwa kuhusiana na maji pia kwamba hatutaki kuzamisha viganja, sisi hatuoni kwamba labda, hatujui kwa nini, kwa sababu hata mchana pia huwa tunalala, mchana unapita kawaida, lakini kwa nini Mtume akasema aina batat? Kwa hiyo sisi hapa tunasema atakayeingiza viganja kwenye maji kafanya makosa, kwa sababu kaenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini akigusa maji hayatonajisika. Hivyo ndivyo walivyopita baadhi yao, kundi la pili. Kundi la tatu ni hawa naona ambao nimesema, mmoja katika kauli zilizotajwa ni Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi, amependelea mtu ni bora afanyaje, ayamwage hayo maji na asiyatumie. Naam, Allahu a'lam. Huenda ikawa sawa iko hivi, haya maji haiwajibiki kuyamwaga kwa sababu asili ya maji ni tahara. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika qawaidu manzuma al-fiqhiyya, qawaidu al-manzuma al-fiqhiyya, nadhmu al-qawaid al-fiqhiyya ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, takuwa nanukuu sana kwenye kitabu. Anasema al-aslu fi miyahina at-tahara wal-ardi wath-thiyabi wal-hijara. Asili, al-aslu fi miyahina, asili ya maji ni tahara na ardhi na nguo. Hivi vitu asili yake ni tahara. Huwezi ukasimama sehemu unataka uswali unasema huenda hapa mwaka jana kuna mtu alipita akajisaidia haja ndogo, na hiyo haja ndogo tangia alivyojisaidia inawezekana hakukutokea mvua ya kutosheleza ya kupasafisha wala jua wala nini, huenda hapa pana najis. Asili ya ardhi, asili ya maji, au umekuta maji kwenye bwawa sehemu fulani kwenye chombo, nasema haya maji huenda kuna mtu katia najis humo. Asili ya maji atabaki kuwa ni tahara, ardhi asili yake ni tahara, nguo asili yake ni tahara, hadi itakapokubainikia kinyume na hivyo. Wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana, asili ya mambo yataendelea kubaki vile yalivyo hadi itakapotokea kitu cha kuonesha kwamba sasa hayako hivyo tena. Kwa hiyo wao wanasema kwamba sisi tunabaki na asili ya maji ni tahara, na shaka haiondoshwi na nini? Shaka haiondoshi yaqini. Yaqini ndiyo huiondosha shaka. Yaqini yetu maji yako tahara. Yaqini yetu sisi tunalala mikono yetu ilikuwa iko misafi wala haijagusa najisi. Huo usiku huenda hatujui kwamba inawezekana kwetu tumegusa najisi au hatujagusa. Kwa hiyo asili yake itabakia vile vile. Japokuwa pia katika kunajisisha kitu kitakapokuwa kipo katika qullatain, kuzidi maji yanamaanisha kuwa yapo kwenye qullatain, yatakapokuwa yamefika qullatain ndo hayanajisiki. Hapo pia kuna kauli kadhaa. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yeye anaona tu vile vile al-ma'u tahurun la yunajisuhu shay'un, maji yako tahara, hayanajisishwi na chochote, yakiwa mengi yakiwa machache, isipokuwa itakapokuwa maji hayo yamebadilika rangi yake, harufu yake, ladha yake kwa najisi iliyodondokea ndani yake. Haijalishi yako mengi au machache, hapo yatanajisika. Kwa hiyo ni kauli ambayo pia iko hivyo, baadhi yao wanaona mambo kama hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikishe. Kwa hiyo hapa anakusudia kuzungumza nini?
Na kusudia kuyazungumza haya maji ya mtu aliyezamisha mikono yake baada ya kuamka kutoka kwenye usingizi wake wa usiku. Tumesema pia maulama wengine wanaona hata mchana na nitabainisha inshallah kuhusiana na mchana. Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Nimetaja kauli kadhaa hapo, lakini njia ambayo ni ahwat itakayokuwa bora zaidi, kwanza hakikisha huzamishi mikono yako kwenye maji bila ya kufanyaje, ya kuiosha. Kitu cha pili, kitokee umeizamisha kwa njia ya kuchukua tahadhari zaidi, unaweza ukafanyaje, ukajizuia kuyatumia yale maji ukayamwaga, lakini Allahu aalam, asili yake maji hayana tatizo lolote, ila unaweza ukafanya kwa njia ya ahwat. Ama hawa maulama waliozungumzia kuhusiana na mchana, Allahu aalam, na kauli yao haiwezi kupuuziwa, ni kauli ambayo inaweza kutiliwa mkazo tu, kwa sababu hata mchana mtu anaweza akalala pia ikafika itakachotokea, lakini ya usiku ndio iliyotuliwa mkazo zaidi. Ni lazima mtu afuate maelekezo haya ambayo yametajwa. Naam. Vipi ikitokea Mtume amesema la yadri aina batat yadu, hajui mkono wake ulilala wapi? Unaonaje kwa mfano mtu akiwa anajua kachukua mkono akaufunga pembeni pale, hii kalala, akiamka naona mkono wangu uko hapa. Sasa tuliambiwa sijui, mimi nimeujua ulipo uko hapa? Hapana. Asili ya amri hii ni ya taabudi, ni kufanya tu vile ilivyoelekezwa na sio kuangalia akili itasemaje. Kwa hiyo mtu anatakiwa kuosha hivyo hivyo pia. Na kuna kisa kinatajwa, Sheikh hapa Abdul Salam anasema kimetajwa katika Bustanul Arifin, huenda kipo katika Bustanul Arifin. Aliyekitaja ni al-Imamu An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema kwamba mmoja katika watu alitaja mji, anasema yeye mwamba alisema kwamba mimi bwana nafahamu mkono wangu ulipolala. Wakati analala akaufunga mkono kwenye kitanda, hajaamka isipokuwa akaukuta mkono wake upo sehemu yenye najis. Wengine wanasema ulikuwa fi duburi, sehemu yake ya najis. Inaeleweka hiyo, inawezekana yani hivyo, yani sehemu zake za haja, ndipo alipoukuta mkono upo huko umetulia, baada ya kuwa amefanyaje, ameufunga. Kwa hiyo kile kilichoelekezwa ndo kinatakiwa kufuatwa, na tuache jeuri ya kuataka kupambana na kile alichokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tutaaibika. Tutafanyaje? Tutaaibika na kudhalilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika hayo. Hiyo ni hadithi ya pili. Ngoja tuishie hadithi hiyo hiyo. Naona uzito kusoma hadithi ya tatu hapa, kwa sababu nafikiri mnanisikia kidogo, sauti yangu haijakaa vizuri, ninaumwa kidogo kifua. Kwa hiyo tutasameheana inshallah. Nafikiri tuishie hapo. Tumezungumza mengi kiasi, hata kama sio sana. Yatahitajia kuulizwa maswali, na pia tutahitajia maustadhi wetu. Naona wako chini hapa, kuna ustadhi Abu Hafsa, bora tunatamani angepanda hapo juu na yeye ili atuunge mkono katika haya, aweze kuchangia kidogo na aweke wazi hapa na tuambie Hanabila anasemaje hapo, japokuwa mimi pia ni mwenzake katika hilo, na mimi nafikiri mnanisikia zaidi na nukuu mengi sana ikisema Imam Ahmad anasema. Imam Ahmad anasema, nampenda sana huyo ustadhi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah muwafikishe yeye pamoja nasi. Naam. Angepanda ingekuwa bora hapo inshallah. Naona tuishie hapo. Ustadhi Abu Naufal sijui upo?